Pwani Habari ni channel yako inayokupa habari moto moto zilizojiri hapa Pwani na kwingineko. Fursa ambazo zitapatikana ndani ya siku 100 baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 25. Hapa nimekuwekea baadhi ya viongozi wakizungumza nini watafanya ndani ya siku hizo 100 zinazokwenda kwa siku 100 za fursa na suluhisho. Kwanza utamsikia afisa masoko na huduma wa ZIPA Bwana Rashid Mjaka Mkuu akizungumzia kuwepo kwa miradi 15 yenye thamani ya shilingi bilioni 355 na kutaraji kupatikana ajira 1800 katika mikoa yote ya Zanzibar. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, kuingia kwa Mheshimiwa Dr. Hussein Mwinyi madarakani, tumesajili miradi isiyopungua miradi 15 katika mkoa wa Kusini Pemba. Miradi ambayo ukiangalia mtaji wake haupungui bilioni 355. Ni fedha kubwa sana ambayo imewekezwa katika kisiwa hiki, lakini katika mkoa huu wa Kusini Pemba. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, miradi hii 15 ambayo imesajiliwa itazalisha ajira zisizopungua 1800 katika mkoa huu wa Kusini Pemba. Hili ni jambo kubwa sana, jambo ambalo ili azma yake ya kuzalisha ajira 300,000 kwa kweli ZIPA na sisi tunasema kwamba tunajidai kwenye uwekezaji tumechangia kwa kiasi kikubwa, jambo ambalo tunasema kwamba tunampa faraja rais wetu, lakini tunawapa uhakika wananchi wa mkoa wa Kusini Pemba kwamba uwekezaji inajitahidi kuleta wawekezaji, lakini inajitahidi kuzalisha ajira kwa wananchi wetu wa kisiwa cha Pemba. Haji Muhammad Haji amesema amekuwa akitekeleza mradi wa pamoja wa World Bank wenye thamani ya shilingi bilioni 14 ambao utawanufaisha 80% ya wanawake na 20% wanaume Zanzibar, sambamba na mradi wa Dr. Mwinyi Boosting Fund kwa vijana wa Zanzibar wenye $dola zaidi ya bilioni 21 Zanzibar, ikiwemo hapa Pemba. Siku 100 badala ya uchaguzi, mimi serikali imejipanga kupitia wakala wa uwezeshaji wananchi kiuchumi Zanzibar. Kwa taasisi yetu sisi tumejipanga ndani ya siku 100 kutekeleza mradi wa pamoja project ambao unadhaminiwa na World Bank na unatekelezwa na ZEA pamoja na Wizara ya Jinsia na Maendeleo. Lakini mradi huu una jumla ya bajeti ya shilingi bilioni 14 za Kitanzania na utagusa 80% wanawake, utagusa wanaume 20% katika mikoa yote ya Zanzibar, tukiwemo huu mkoa wa Kusini Pemba. Lakini pia huu ni mradi ambao tumezungumzia, lakini pia tumepanga kutekeleza mradi wa Dr. Mwinyi Boosting Fund, na huu ni mradi ambao tayari umeshaanza. Yaani hivi ambavyo tunazungumza, vijana wetu na timu yetu iko field inaendelea kuchakata maombi ya mikopo ambayo yameomba. Pia tunashirikiana na Wizara ya Wanawake na Jinsia kupitia programu hii ya Dr. Mwinyi Boosting Fund. Kwa hiyo tunaposema kwamba Dr. Mwinyi mitano tena na Mama Samia mitano tena, tunamaanisha tuseme kwa utashi, tunamaanisha kwa mipango madhubuti na mikakati ambayo inaendelea kutekelezwa na serikali. Lakini pia tunatekeleza mradi wa Zanzibar Open TVET Strategy to Empower the Youth for Employability. Huu tunashirikiana na COL, lakini tunashirikiana na VTA na wadau mbalimbali, ambao mradi unaenda kukick off ndani ya mwezi huu, yani kabla ya hiyo siku 100 kuanza. Na mradi una jumla ya bajeti $21,211,100,000 na unaenda kugusa vijana 70,000 wa Zanzibar wakiwemo wa mkoa huu wa Kusini Pemba. Mradi huu umejikita zaidi kwenye capacity building, tofauti na ile miradi yetu mingine ambayo umejikita zaidi kwenye kutoa access to finance, yani huduma za kifedha kwa wafanyabiashara na wajasiriamali pamoja na wawekezaji wadogo wa ndani hapa Zanzibar. Huu mradi wa TVET unaenda zaidi kwenda kuangalia namna ya ku-equip skills katika maeneo mbalimbali ya uzalishaji, ikiwemo uchumi, ikiwemo uchoraji, ikiwemo
kazi nyingine za mikono kwa vijana, ili kuandaa vijana kuweza sasa kunufaika kujiajiri wenyewe na au kuajirika ndani ya nchi na nje ya nchi. Kwa hiyo hayo ni maeneo makubwa zaidi ambayo kama ZEA tunategemea kuyafanya ndani ya siku hizi 100. Lakini vile vile specific kwa mkoa huu wa Kusini Pemba tumejipanga kumalizia ujenzi wa kituo chetu cha kukuza na kulea jasiriamali ambacho tutakifanyia pale Mishakaini katika ile soko la wajasiriamali pale kwa zile kazi za chini kule, floor za chini mimi. Lakini vile vile tumejipanga kuanzisha sehemu ya kuchakata zao la chumvi. Kama tunavyojua chumvi inazalishwa nyingi hapa Zanzibar, na ina demand kubwa katika soko, lakini inauzwa raw material, inauzwa kama madonge. Kwa hiyo tumejipanga kuanzisha kiwanda cha kuchakata zao la chumvi ili sasa kuadd value na kuweza kuuza ikiwa na thamani zaidi. Na hapa tumelenga zaidi kuwasaidia wenzetu ambao wanashughulika na uzalishaji wa chumvi kwa hapa Pemba. Kwa hiyo hayo nimesema nizungumzie kama ni fursa, lakini kama ni miradi ya kimkakati ambayo inaenda kufanyika ndani ya siku hizi 100. Asante sana kwa kunisikia. Lakini afisa mdhamini Wizara ya Afya Hamis Bilal Ali pia naye hakuacha kuzungumzia uwepo wa mashine ya MRI katika kisiwa hiki cha Pemba. Hizo ni siku 100 za fursa na suluhisho ndani ya ama baada ya kutangazwa kwa serikali mpya ya mapinduzi ya Zanzibar. Katika siku 100 Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa kanusia, lakini kwa mara ya kwanza katika miaka 60 tukielekea miaka 62 ya mapinduzi ya Zanzibar, tutakuwa na kipimo cha kisasa cha MRI ambacho Mheshimiwa Rais anategemea atakwenda kuzindua katika jengo ambalo limekamilika kwenye hospitali yetu ya Abdalla Mzee Pemba. Kipimo hichi kitasaidia kwenye uchunguzi wa maradhi mengi yakiwemo kwenye matatizo ya ubongo, matatizo ya kansa, uvimbe kwenye sehemu mbalimbali za mwili, kitu ambacho hakikuwepo katika awamu zote. Kwenye vituo vya afya wanaopita chonga wanaona G+1 inaendelea, tunategemea nayo itakuwa muda sio mrefu. Lengo ni kupunguza vifo vya mama na mtoto. Mdhamini wa Wizara ya Elimu Maalim Mohamed Nasor Salim amesema wameweza kuongeza ufaulu kwa 99.9 na katika siku 100 wanataraji kuendelea kufungua maskuli katika shehia mbalimbali ili kuondoa mikondo miwili na kuwa mmoja. Watatoa fursa ya mikopo ya elimu ya juu, ajira kwa walimu na kuziunganisha skuli zote katika mkonga wa taifa. Kwa hivyo tutaendelea kufungua skuli mpya ndani ya shehia mbalimbali, ndani ya wilaya mbalimbali, nyingine zitakuwa katika mfumo wa magorofa. Katika kipindi hichi tutajenga magorofa katika kipindi michache inayokuja. Na maeneo mengine skuli ambayo tumezianza ziko 90 ujenzi tutazifungua ndani ya kipindi hichi. Nia na madhumuni watoto wetu wa maandalizi msingi na sekondari wote wapate mazingira rafiki ya kusoma. Eneo la ni eneo la ajira. Tutaendelea kuajiri. Wizara ya Elimu kwa kushirikiana na taasisi ya uhusiano wa ajira na utumishi tutatangaza nafasi za walimu. Nia na madhumuni ni kwenda kutekeleza agizo la Mheshimiwa Rais kwamba wanafunzi wote lazima waende mkondo mmoja na average ya kila darasa wasizidi watu 45. Katika kutekeleza hili lazima ajira ziongezeke, lazima ajira zitoke. Na tulipo kusema kwamba mwishoni mwa mwaka huu, Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa upande wa sekondari ndani ya mkoa wako itakuwa hakuna sekondari inayokwenda elimu, hakuna. Na tukifika Januari Februari kwa upande wa msingi itakuwa tuko 70%. Kwa hilo ni jambo la kihistoria, ni mafanikio makubwa. Katika hilo lazima ajira za walimu zitatolewa. Naomba sana tuende nalo. Na mwisho ni mafunzo ya mali. Kwa hivyo tutajenga vyuo na tuna chuo kikubwa sana cha amali. Tutakwenda mkoa wa Kusini na Tambani. Mheshimiwa mkuu wa mkoa namshukuru sana Mheshimiwa mkuu wa wilaya Duniani, na tunamshukuru sana shehe wa Ukutini na shehe wa Tambani kwa mashirika makubwa yanayotupa. Naendelea kutoa ahadi hapa. Ajira katika harakati za ujenzi lazima wananchi wa Ukutini na wananchi wa Tambani wale wanufaika na pamoja. Hiyo ndio ahadi yetu ambayo tumeitoa kwa Mheshimiwa Mashera na Mheshimiwa mkuu wa wilaya, na itaendelea hapo. Lakini ujenzi mwingine utaendelea hapa shehia za Wesha. Eneo ya Wesha ndio kitu.
lugha ndio hiyo. Mheshimiwa Mashia, tushirikiane, vijana wetu wapate pale, wengine wanafanya kazi ya ulinzi na kadhalika. Kulike, kushare, kucomment na kusubscribe ili kupata zaidi kutoka hapa Pwani Habari.